Aviator. Rusha ndege, ushinde. Wapi utatua? Uamuzi ni wako. Aviator inapatikana kupitia pmbet.co.tz. Kuipa thamani ligi yetu ya Division 1 kwa sababu kwa kipindi chote ambacho tulichokuwa nyuma huwahi kutokea media partner ambaye ameweza kukava game zote live kuanzia tunaanza ligi hadi sasa hivi. Kwa hiyo amekuja kipindi kizuri, amekuja kuboost ligi. Kwa hata sasa hivi napigiwa simu naulizwa, vipi mbona ligi hatuioni kwenye stage? Na bado tuko kwenye mapumziko kidogo. Kwa hiyo unajua kwamba kuna watu wanafuatilia. Kwa hiyo ni kitu kizuri sana. Kwa hiyo uzuri dunia imekuwa kwenye mitandao, watu wanaangalia kutoka sehemu mbalimbali. Kwa hiyo ni kitu kikubwa sana. Mimi nimefurahi kupata official partner kwenye hii Division 1 ligi. Kwa naamini mambo mazuri yanakuja zaidi kwa baadaye. Ni D-League ilikuwa inakuwa ni kwa watu ambao wameshindwa kucheza BDL wanakuja kucheza D-League. Kwa hiyo nilikuwa ni utaratibu wetu kwa miaka yote D-League kuchezeshwa na waamuzi wawili na pia kutumia upcoming referee ili kupata platform na wao kuwa vizuri. Lakini sisi kama vitu vinabadilika, na sisi ni nani kama viongozi tushinde kubadilika? Hilo tumeliona. Ni kweli kwamba game imekuwa na kasi kubwa sana. Baadhi ya waamuzi ambao tunawatumia kuwa waamuzi wawili au upcoming referee ambao tunawatumia bado hawaendani na kasi ya ile game. Sisi tunakubali pia hilo, lakini tumeamua kama viongozi kubadilika. Lakini kwa sasa hivi kwa hii mizunguko iliyobaki, mzunguko wa 6 na wa 7, tutamalizia kwa marefari wawili, lakini kwenye playoff tutarudi kwenye tutarudi kutumia marefari watatu. Kwa hiyo tutamalizia mzunguko kwa kuwa na marefari wawili. Asante. Kuhusu swala la kupendelea, ni wanasema kuna msemo unasema it's all about mental. Yani ni wewe kichwani mwako unafikiria vipi. Unajua mchezo wa basketball ni mchezo ambao uko wazi kabisa. Kwenye swala la kupendelea unaona kabisa, kwa sababu yani referee akitakoza kupendelea ni kitu kinaonekana ni wazi. Ikitokea hiyo situation, kwenye kanuni pia tumezieleza kwamba ikitokea mwamuzi amechezesha chini ya kiwango au amefanya vitu ambavyo vinaonyesha upendeleo wa wazi, kuna adhabu ambayo inamkuta. Kwa hiyo kwa hadi sasa hivi ni malalamiko yanakuja, lakini bado tukijaribu kuangalia kupitia video, kwa sababu uzuri sasa hivi tuna stream. Kwa hiyo vitu vipo kwenye media, tunaangalia na unaona kabisa ili ni kosa la kibinadamu au ili ni kosa la mwamuzi kushindwa kutafsiri sheria, lakini sio kwamba amependelea timu. Yani unakuta ni makosa ya mwamuzi yeye mwenyewe. Kwa hiyo tunajaribu kuangalia waamuzi pia wenye design, wenye kushindwa kutafsiri sheria, tunawapunguzia baadhi ya mechi ambazo tunaona hii mechi inaweza ni nzito kwake, lakini lengo kuwa D-League pia au waamuzi chipukizi pia wanao wapate platform ya kuchezesha. Kwa hatuwezi kuwatoa moja kwa moja, ila tunawapa tu nafasi ya kuchezesha zile mechi ambazo hazina uzito mkubwa kiasi hicho, ili mali pia na yeye akulie kwenye game. Kwa sababu ukisema mtoe, hakuna ligi ambayo wataweza tena kuchezesha, kwa sababu D-League ndio tunategemea atoke apate uzoefu ili aweze kuchezesha ligi kubwa.